Nyuma yangu huku kuna uwanja mmojawapo wa mazoezi uliotumika wakati wa CHAN na tunaendelea kuangalia utatumika kwa ajili ya AFCON. Hapa zimewekwa sio chini ya shilingi bilioni 4 za serikali. Hii miundombinu mnayoiona hapa Gymkhana ni ya serikali. Na tumefanya hivi Law School, tumefanya hivi Meja Jenerali Samuyo. Tumefanya ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa, tunakamilisha ukarabati wa uwanja wa Uhuru tuko 90%, tunajenga uwanja Arusha uko 62%, tunatumia pale shilingi bilioni 338. Tunajenga uwanja wa zaidi ya bilioni 360 katika uwanja wa Dodoma. Huo ni ujumbe kwa Watanzania kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza kwenye michezo. Tunawekeza kwenye michezo kwa sababu tunatambua faida zilizopo kwenye michezo. Kwa hivyo najua maneno wakati mwingine yanakuwa mengi na wengi wanataka kuchanganya pengine mambo ya michezo na siasa, lakini Mheshimiwa Rais maelekezo yake yamenyooka. Yeye hapendi longolongo, hapendi bambamba. Ameamua kuwekeza michezo kwa sababu anataka tunufaike na michezo. Huwezi kupata maendeleo ya michezo kama miundombinu hakuna. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ataendelea kuimarisha miundombinu ya michezo, na hivi ninavyozungumza na nyie kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 tayari tumejiwekea mpango wa kujenga vituo vya michezo nchi nzima katika mikoa yote ya Tanzania. Tunajenga kwa sababu tunataka Watanzania washiriki kwenye michezo na wao wanufaike na fursa za michezo zilizopo duniani na sisi kama nchi tunufaike. Kwa hiyo mimi naomba Watanzania tusitolewe kwenye reli. Najua maneno yamekuwa mengi sasa hivi, kuna watu wanataka kutuletea siasa kwenye mambo ya michezo. Serikali ni lazima ihudumie watu wake, na sehemu mojawapo ya kuhudumia watu wake ni pamoja na michezo. Na kwenye hili Mheshimiwa Rais hana muhali, ataendelea kuwekeza. Sasa ni fursa kwetu sisi vijana tuchangamkie hizi fursa, kwa sababu itakuwa haina maana kama tutakuwa tuna miundombinu ya michezo alafu wachezaji tunawatumia kutoka nje ya nchi. Tunawahitaji kwa sababu ni lazima wawepo, ni muhimu, sio sisi peke yetu, lakini ni vizuri vijana wa Tanzania tujitokeze, tuione kama hii kama fursa na tuitumie, na inawezekana. Leo hii tuko hapa tunazungumza, tayari tuna wachezaji wetu ambao tayari wanacheza nje ya nchi, wanapata fedha. Leo hii timu ya Yanga ambayo leo tuko hapa sisi inaye mchezaji ambaye duniani huko tayari mjadala huko watu wanabishana viwango, wameshafika dola milioni 2. Maana yake huyu mchezaji ameshafika shilingi bilioni 5 au zaidi, na mjadala unaendelea. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba linawezekana. Kama tunaweza kufikia mahali tukawa na wachezaji wenye thamani hiyo, hii ni hatua kubwa ambayo sisi vijana tunatakiwa tuiangalie kwa jicho la wivu mkubwa na tuitumie kwanza sisi kabla ya watu wengine. Nikwamisha kidogo katibu, turudi kwenye ndundi. Juzi ulikuwa pale Kijitonyama, isivyo bahati bondia Mtanzania Ibrahim Mafia alipoteza kwa KO mbele ya Mfilipino. Watu kwenye mitandao katafsiri tofauti, wakaanza kumbeza na vitu kama hivyo. Bila shaka umeona, neno lako nini kwa Watanzania ikitokea tukio kama hili la Mtanzania mwenzetu kupoteza mbele ya mgeni? Kwanza, kumbeza mwanamichezo ama timu inapopoteza sio tabia ya kiwanamichezo. Kwenye michezo mnaposhindana kuna mambo matatu: kuna kushinda, kuna kushindwa, kuna kudraw. Mwanamichezo halisi anatambua matokeo yote matatu. Ibrahim Mafia ameshinda mashindano, mechi nyingi sana alizocheza, na wakati wote tulifurahi. Imetokea juzi akapoteza, ni sehemu ya mchezo, na hiyo haimfanyi Ibrahim Mafia awe amekwisha. Yule ni kijana mdogo, ana ndoto zake na ataziendeleza. Nimetoka kuongea na mkurugenzi wa Mafia Promotion Zayumba, na amenieleza program yake ya kuimarisha maeneo ambayo anaona anaweza kuimarisha kambi yake na mabondia wake alionao. Tuwape nafasi. Hii imepotea, imepita, itakuja mechi nyingine atafanya vizuri. Haina maana kumbeza na kumsema vibaya. Unapokwenda ulingoni uende na matokeo ya kushinda. Utakwenda pale utakutana na bondia, utampiga, utashinda. Utakwenda siku nyingine utakutana na bondia yuko vizuri kuliko wewe, kajiandaa zaidi, atakushinda. Muhimu ni baada ya pale tunarudi nyuma, tunakuja tunajipanga maeneo gani ya kuimarisha, tunakwenda kuimarisha, kwa sababu kulikuwa kuna vijana wa Tanzania pale walifanya vizuri na wakashinda. Sasa kwa nini tufurahie walioshinda, tusifurahie ambao wameshindwa? Mimi nadhani tusimkatishe tamaa Ibrahim Mafia. Ni bondia mzuri, yuko very serious kwenye mazoezi. Mimi ni kijana wangu namfahamu, na management yake iko very serious kwenye kumwandaa, na hata haya matokeo ya juzi wameyapokea kwa changamoto kubwa. Natamani niseme ambacho tayari Zayumba ameniambia anakwenda kukifanya. Lakini Watanzania, hebu tuwaamini Mafia Promotion, tumuamini Ibrahim Mafia, tumpe nafasi, tusubiri mapambano yajayo, inshallah atafanya vizuri. La mwisho, Simba hawajamposti Engineer Hersi. Timu yako katibu?
Haya ni ya kwao wenyewe, lakini sidhani kama kuna tatizo. Mkubwa mwenzake, lakini Hakuna shida, sidhani kama ni tatizo. sio shida. Mimi sitaki niingie kwenye siasa hizo za Yanga na Simba.